Habari ndugu msikaji wetu wa SP0 TV, natumai ya kwamba siku ya leo umeamka salama na umeshinda salama kabisa. Na hivyo leo tunataka tukuletee habari yanayoendelea katika uwanja wa kivita siku ya leo. Je, hali ikoje siku ya leo katika maeneo yote ambayo yapo katika mzozo mkali kabisa kwenye mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo basi ningekuomba kwa muda wako kama kawaida tunakumbushana tu ni wewe kujiabone kwenye channel yetu. Kama hujajiabone, ujiabone, utakuwa unafanya kitu cha muhimu kwa sababu utakuwa unapata habari za ukweli. TV yetu ni kwamba labda unaweza kupata habari inakuja nyuma kidogo tofauti. Hivyo TV yetu mbele yote ya kufanya mambo hayo ama kutoa habari, lazima kwanza inafanya uhakikisha habari ni ya kweli ambayo inatolewa, sio kukurupuka kama TV zingine. Hapana, TV yetu inakuletea habari mbele ya yote, inachunguza kwanza habari yenye kuwa na ukweli kabisa, alafu inakuletea. Hiyo inakuwa ni jambo la muhimu kabisa, na ndio maana tunakuambia kwa kutaka uwe napata habari zetu usichelewe na usikose. Ni wewe kuwa na sisi pamoja. Unaweza kujiabone ama kusubscribe kwenye channel yetu. Chini ya hii video hapo unakuwa unapata habari za ukweli kabisa zinazoendelea katika uwanja wa kivita na sehemu zote ulimwenguni. Sasa msikaji wetu wa SP0 TV, natumai ya kwamba umeshajisubscribe. Chini ya hii video ushagusa hapo, utakuwa fanya jambo la muhimu kabisa. Na kitu kingine nitaka nizungumzie wasikilizaji wetu ya kwamba kama umesikia habari imekufikia, kikubwa ni kuwa na comment, unakuwa unatoa ama unaandika kufuatana na habari ambayo umesikiliza. Je, ushauri wako ni upi? Unakuwa unaandika hapo chini na kisha unakuwa unagusa sehemu wanaandika sehemu ya kulike hapo, unakuwa unagusa, unakuwa unafanya jambo la muhimu, kwa sababu tunakuwa tunajua ya kwamba msikilizaji wetu kitu kimemfikia, amekipokea katika style gani. Hicho kinakuwa ni kitu bora kabisa, kwa sababu hapo unakuwa unatutumia ujumbe, watu wanajua kwamba habari imefika sehemu salama salimini, na kuwa ni kitu kizuri kabisa. Kwa hivyo tunataka tuzungumzie hali inayoendelea katika uwanja wa kivita. Ni kusema kwamba tu baada ya wazalendo kuhakikisha kwamba wanasitisha ama wanasimamisha jukumu la M23 kusimika kiongozi wao katika mji wa Bushwira. Kwa sasa hali imekuwa tulivu kabisa katika eneo hilo la Kabare, eneo hilo ambalo M23 walikuwa wanataka waende kuweka kiongozi wao hapo ili kumsimika akuwe yani kifupi wachukue eneo hilo, yani iko kwenye chini ya usimamizi wao. Baada ya hapo jeshi la wazalendo liliingia moja kwa moja na kuhakikisha ya kwamba kiongozi huyo asimwiki kabisa sehemu hiyo na kupambana vikali kabisa. Ilikuwa ni vurugu kubwa ambayo ilipitika hapo. Najua watu ambao walitufuatilia katika video yetu ambayo ilipita hapo jana wanafahamu vizuri jambo lililoendelea ni jambo gani. Na sasa hivi wazalendo wako katika maeneo yote hayo ambayo wamedhibiti wenyewe, na kwa sasa mji wote huo upo katika sehemu salama, na kwa sasa hali ipo tulivu. Baada tu ya kuzungumza na msemaji mmoja wa wazalendo, wamesema hali iko tulivu kabisa na hakuna chochote kinachoendelea kwa sasa. Wapo kwa sababu ya jukumu la kuhakikisha kwamba sehemu zingine zote zinakuwa chini ya utawala wao. Hilo ndo jukumu la wazalendo ambalo wanazidi kupambania, na viongozi baadhi ya wazalendo na jeshi la FARDC wanahakikisha kwamba wanatimiza jukumu lao la kutaka kuhakikisha eneo zote wanadhibiti kama gisi walivyodhibiti eneo hilo, na kutaka wananchi wote wawe watulivu kuhakikisha kwamba jukumu linaenda vizuri, kwa sababu bila sapoti ya wananchi jambo haliwezi kwenda sawasawa kama hivyo jinsi kitu kilichofanyika hapo.
ni kuambia kwamba sehemu zote kwa sasa zipo tulivu kabisa, hakuna mahafa yoyote kama siku ya leo ama vita yoyote ambayo inayoendelea. Na baada ya hapo ni kusema ya kwamba tu rais naye mstaafu Joseph Kabila hapo alikutana na wamama mbalimbali ambao aliwakusanya hapo mjini Goma kuhakikisha kwamba anazungumza swala lake ambalo analolihitaji kuwaweka sehemu moja. Najua jukumu hilo pia limetokea tu baada ya yeye kutoka Kinshasa kuhukumiwa na bunge kufuatana na makosa ambayo anoyafanya. Na jana hiyo amekutana na wanawake na kuongea mambo mengi sana kwa kutaka kuhakikisha kwamba jukumu lake la yeye kudhibiti ama kumtoa Rais Felix Tshisekedi kwenye madaraka inaendelea katika mchakato mkubwa zaidi. Katika swala hilo jana kabisa katika baadhi ya katika baadhi ya wasemaji wa wazalendo walikuwa kabisa walipangilia swala hilo kuhakikisha kwamba wanafanya chini juu chochote kile ili kuhakikisha kwamba mkutano huo wa Rais Joseph Kabila haukwenda mkutano huo wa Rais Joseph Kabila usiendi sawasawa na ilivyopangiliwa. Hivyo basi walitaka kuhakikisha kwamba wanadhibiti maeneo hayo na kumdhibiti Joseph Kabila, lakini swala hilo kidogo limekuja ngumu kufuatana na mpangilio wao ambao wanapangilia, na wanasema ya kwamba siasa na vita ni vitu vile tofauti. Kwa hivyo wanahitaji na kuomba wananchi kuhakikisha kwamba wanawaunga mkono na kutaka kuwaomba wananchi kuwaunga mkono kabisa na kusema ya kwamba wenyewe hawana support yoyote ama hawana msaada wowote. Msaada ni nguvu ya wananchi. Kwa hivyo wananchi ambao wako na moyo pia wa kujitolea kwa sababu ya kuunga jeshi hilo mkono inakuwa ni kitu muhimu kabisa. Baadhi ya wazalendo wamoja wanasema ya kwamba vikosi vya FARDC ama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinakuwa vigeugeu katika baadhi ya makundi kuhakikisha kwamba wanapeleka tofauti swala lao la kuhakikisha wanagomboa nchi, kwa sababu kuna mahali kwingine huwa baadhi ya vingine vikosi vya FARDC vinakuwa vikiwageuka baada ya wenyewe kusonga mbele. Sasa hivyo wamepangilia kwamba kuhakikisha kila kitu wanakirekebisha ili kuhakikisha kwamba wanasonga katika usalama kabisa. Hivyo ni ombi ambalo wanatoka kwa wananchi na kutaka wananchi wawe watulivu kabisa, wawe watulivu kweli, na hilo jambo la kuhakikisha kunagomboa nchi lazima litakamilika. Na hivyo msikilizaji wetu wa SP0 TV, hiyo ndiyo habari inaendeka siku ya leo. Kwa hivyo ningekuomba tu na kukutaka kuwa na sisi pamoja na kutaka usubscribe kwa channel yetu na kutaka uwe pamoja na sisi. Usikose kucomment chini ya video yetu na pia usikose kusubscribe ama kujiabone chini ya video yetu, kwa sababu kusubscribe utakuwa unapata vitu kwa uharaka zaidi, tofauti na kutumiwa mpaka utumiwe ili uangalie. Kwa hivyo basi kwa wewe kuwa na sisi pamoja ni kusubscribe na kujiunga na sisi na unakuwa unapata habari zinazoendelea katika eneo zote za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia hata Kongo kwa mjumla na Afrika yote. Hii ni SP0 TV inakuletea habari hiyo. Na kidogo nitaka nidokeze kufuatana na swala ambalo linaendelea hapo mjini Kinshasa, ni kwamba tangu vurugu itokee katika bunge la madepite ama mawaziri wote hapo, ni kusema ya kwamba mpaka sasa Vital Kamerhe yupo katika hatihati kufuatana na swala hilo ambalo limeendelea hapo mjini Kinshasa, kwa sababu wabunge imetoa ni vurugu kubwa kuhakikisha kwamba Vital Kamerhe anatoka kwenye madaraka yake, kwa sababu haiwezekani mtu mkubwa kama yeye ambaye anaongoza bunge alafu kwao mashariki kunakuwa matatizo mengi ambayo yanazidi kuendelea, na wakati yeye anatulia tu, na wengi wakimshtumu ya kwamba na yeye pia ni baadhi ya wahusika ambao wanasababisha vita hivyo kuingia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali linakuja kwetu sasa, wewe ama kwako wewe msikilizaji wetu wa SP0 TV, kwa haya ambayo yanaendelea, kiupande wako wewe una lipi la kushauri
jeshi la wazalendo ama jeshi la FRDC, na lipi la kushauri kuhusiana na swala hilo ambalo linaendelea bungeni kuhusu bwana Vital Kamerhe hapo mjini Kinshasa? Kwa hivyo tungehitaji komenti yako ama maneno yako kwenye komenti ili tujue kwamba tuko pamoja kufuatana na mambo haya yanayoendelea katika sehemu hiyo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose kabisa kutoa ushauri wako ama maneno yako mawili matatu katika comment hapo chini ili utoe ushauri unalipi lifanyike kama we msikilizaji wetu wa SP0 TV. Asante kwa muda wako na pia na kuhitaji siku njema.